Tangu kuumbwa kwa ulimwengu, uongo umekuwa ukitumika. Uongo umekuwa ukitumika kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya maslahi binafsi, kwa sababu ya chuki, au kwa sababu ya umaarufu. Na hivyo umekuwa na madhara. Kwa sababu ya uongo, wengine wamepoteza thamani katika jamii, wengine wamepoteza kazi, wengine wamekuwa demoted, na wengine wamekuwa promoted kwa sababu ya uongo. Kwa sababu ya uongo, familia na ndoa zimefarakana, na sisi tunaoishi katika jumuiya tunajikuta katika marumbano kwa sababu ya uongo. Pamoja na madhara yote hayo, bado baadhi yetu tumetumika kuwa waongo, tumekuwa mashahidi wa uongo. Nasoma katika kitabu katika Biblia kwamba akina Rubeni na ndugu zake walimwongopea baba yao Yakobo kuwa Yusufu ameuawa. Wakachukua na nguo zake wakazipaka na damu, akaenda kusema uongo. Lakini Kristo anasema hakuna lililojificha ambalo halitajulikana, na uongo wao ulijulikana na waliujutia. Kuna wale wazee waliomsingizia Suzana kuwa amefanya uzinzi. Uongo wao ukawa kifo chao. Kuna wale askari waliokuwa wakilinda kaburi la Yesu, waliambiwa baada ya Yesu kufufuka, wakaambiwa mkiulizwa semeni kwamba walikuja kumuiba sisi tulipokuwa tumelala. Kwanza aibu moja hiyo ya askari, unawezaje kusema ulipokuwa umelala? Fadhali wangesema wamemuiba wakati hatupo. Lakini hata kama haupo, wewe ni mlinzi, unakosaje kuwepo? Lakini mbaya zaidi wanasema tulipokuwa tumelala, kwa sababu ya faida binafsi, kwa sababu ya kuficha ukweli. Lakini tunakuwa na mashauri ya ndoa. Ninyi wana ndoa, naleta shauri la ndoa kwa padi au kanisani au kwa paroko. Unamshuhudia mke wako, unamshuhudia mme wako uongo kabisa. Kila mmoja anaongea ya kwake. Hata katika court proceedings huko mahakamani, watu wanashika msahafu, wanashika Biblia wakiahidi kusema ukweli, lakini wanashuhudia uongo. Ndugu zangu, tutasikia katika somo la kwanza juu ya Stefano shahidi. Stefano shahidi, mtu wa haki, anayesema ukweli juu ya ufufuko, anayesema ukweli juu ya Wayahudi ambao walimsulubisha Kristo, na ndiye huyo alimsulubisha aliyewakomboa. Na wao wanatambua hekima ya Stefano, lakini wanasimamisha mashahidi wa uongo ili Stefano auawe. Ndugu zangu, tupo katika ulimwengu wa namna hiyo leo, katika maisha ya familia, katika maisha ya jumuiya ya ndoa, hata katika sheria na haki za mtu. Uongo, kuna kupeana sifa za uongozi zisizokuwa za kweli, kuna kukandamiza wengine katika nafasi zao kwa kusingiziwa uongo. Na nyinyi mnashuhudia sehemu zenu za kazi, wapo wanaodhulumiwa kwa kusingiziwa, lakini wapo wanaopata umaarufu na vyeo kwa kupewa sifa ama ushahidi ama nguvu ya uongo. Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya hao, watambue madhara wanayoyasababishia wengine. Lakini nasi muombe Mwenyezi Mungu kila mmoja wetu tupende kuwa wa kweli. Ukimkosea mwenzako
penda kuwa mkweli juu ya kosa ulilomkosea. Tujaliwe kutubu juu ya uongo tulioutenda, ambao umewasababishia wengine madhara, ambao umewapotosha wengine. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.